Miguuni pake Yesu ndipo palipo na furaha. Miguuni pake Yesu ndipo mahala ambapo mambo yote yanawezekana. Miguuni pake Yesu na ndipo mahala ambapo mwanadamu anafanikiwa kwenye mambo yake yote. Miguuni pake Yesu na ndipo mahala ambapo upendo unatoweka, kwa sababu Yesu Kristo ameahidi kutuongoza, kwa sababu Yesu Kristo ameahidi kutupokea. Anasema iko sababu ya kupanda juu ya mwamba, mambo yote yataenda vizuri. Baada ya hayati huo tukiimba beti mbili kwa wimbo wetu unaosema mwamba wenye imara. Naomba mwalimu tutongoza kuimba wimbo namba. Wimbo unaosema kwamba mwamba wenye imara. Iko sababu kubwa ya kuendelea kutafuta uso wa Yesu Kristo. Ipo sababu kubwa ya kuendelea kumtafuta Yesu katika maisha yetu, kwa sababu na ndio sehemu ambayo inaweza kumfanya mwanadamu akawa salama. Ndio sehemu pekee ambayo mwanadamu anaweza kumkimbilia. Ndio sehemu pekee ambayo mwanadamu anaweza kuwa salama kwenye maisha yake. Hakuna sehemu nyingine ambayo mwanadamu anaweza kuishi kwa tumaini isipokuwa ni kwa Yesu Kristo pekee. Panda juu ya mwamba, kubali Yesu kuongoze, mambo yote yatakuwa vizuri. Tufumbe macho kwa ajili ya Mungu na tuombe. Alfa na Omega, Mungu uliye mkuu na Mungu wetu mtakatifu, tunasema asante kwa sababu hii njema pekee. Tunasema asante kwa sababu umekubali tuzungumze pamoja nasi. Yako maneno mengi sana ambayo umeeleza kwetu, kwa sababu tunatumai kwamba kila mmoja wetu kwa siku ya leo atakubali kupanda juu ya milima, atakubali kutoa maisha yake mikononi mwako, kwa sababu ndiyo sehemu salama ambayo inayomtoa huruma, kwa sababu dunia yote na fahari yote itapita, lakini yeye atakubali kuyatenda mapenzi yako, atakubali kufuata maisha yake, naye atakuwa salama. Kama ni yeye dunia, Baba Mungu yeye kwamba utawafanya kuwa ni kichwa wala mkia, na sisi tunaamini kwamba kwa sababu ya Mungu unaenda kuona pamoja nasi. Hebu angalia kijana yule ambaye
mambo yetu haya Mungu tunaamini kwamba utatenda. Tunapotawanyika kuja kwenye pindi lingine, Mungu uko pamoja nasi. Tunachopelea kwa kinyume ni kwa jina lako Mwokozi wetu